na khaufu na raja huma aljanahani, ni mbawa mbili. Kwa hiyo anatakiwa mtu anamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala akiwa na khaufu, akiwa na raja, bali akiwa na mahaba na Mola wake, akiwa na mahaba na ibada anayoitekeleza kwa Mola wake. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala al-mab'uth rahmatan lil alamin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin, amma ba'd. Ikiwa leo tena tumerudi hapa kwa ajili ya kukumbushana, kwa ajili ya kufundishana, na vile vile ni kwa ajili ya mlango wa nasaha, kwa sababu Mtume alayhi salatu wassalam asema ad-dinu an-nasiha, dini ni kunasihiana. Wala Mtume alayhi salatu wassalam akusema ad-dinu as-salah, ad-dinu az-zakah, ad-dinu as-sadaqa, alisema ad-dinu an-nasiha, sababu kwenye nasaha kuna jenga yote haya. Ikiwa tunaendelea na risala yetu ile ile ya khudha aqidataka min al-kitabi was-sunnati as-sahiha, ikiwa leo tumefikia katika swali la 4. Swali la 4 katika yale maswali ambayo ilikuwa tukiendelea nayo, ambayo ni mlango wa haqqullahi ala al-ibad, haki za Allah subhanahu wa ta'ala juu ya waja wake aliyowaumba. Tulieleza katika darsa iliyopita vipi Allah subhanahu wa ta'ala anafaa kuabudiwa, vipi mja anafaa kutekeleza ibada, na vipi anatakiwa kuzitekeleza ibada za Allah subhanahu wa ta'ala. Tukaona anafaa kutekeleza ibada kama alivyoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake alayhi as-salatu wassalam. Kinyume na hivyo atakuwa mtu analifanya jambo ambalo halipo katika dini hii ya Uislamu. Ama swali la leo biidhnillahi tabaraka wa ta'ala, tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala tawfiq na atuwezeshe tuweze kulifafanua na kulieleza kwa vizuri jambo hili. Anasema as-sualu rabi', swali la 4, hal na'budu Allaha khawfan wa tama'a? Je, tunamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala khawfan wa tama'a? Mambo haya mawili ameyataja muallif rahimahullahu ta'ala, ameuliza katika swali hili. Je, tunamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala tukiwa na khawf, tukiwa na tunaogopa, wa tama'an, na tukiwa tuna matarajio na tuna tamaa? Faqala, akasema katika jawab, na'am na'buduhu kadhalik, ndiyo kabisa tunamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa sampuli hiyo, kwa kuwa tushajua vile tunavyotakiwa kumwabudu Allah tabaraka wa ta'ala na kutekeleza ibada zake kwa namna tulivyofundishwa na Mtume alayhi salatu wassalam. Je, hizi ibada tunazifanya khaufan wa tamaa, tukiwa tunamwogopa Allah subhanahu wa ta'ala na tukiwa tunatamana matarajio kwa Allah subhanahu wa ta'ala? Sema na'am na'buduhu kadhalik, tunamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa njia hiyo. Qala Allah ta'ala yasifu almu'minin, Allah subhanahu wa ta'ala anasema pale alipowasifu waumini, asema yad'una rabbahum khawfan wa tamaa. Waumini wale ambao wanamuomba Mola wao khawfan wa tamaa, wakiwa wanauoga na wakiwa na matarajio na wanatamaa kwa Mola wao. Ay yad'unahu fi salatihim wa ghayriha khawfan min iqabihi au khawfan min adhabihi. Wanamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala katika swala zao au nje ya swala zao, wanamuomba Allah tabaraka wa ta'ala khawfan min iqabihi au min adhabihi. Wanamuomba Allah tabaraka wa ta'ala wakiwa wanaogopa, wana hofu kutokamana na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala, kutokamana na iqabu ya Allah tabaraka wa ta'ala. Hawa ndio waumini. Kisha vile vile watama'an fi rahmatihi, na vile vile wanatamaa na wana matarajio kwa Allah subhanahu wa ta'ala kutokamana na rehema zake Allah subhanahu wa ta'ala. Waqala sallallahu alayhi wasallam, na Mtume alayhi salatu wassalam asema as'alullaha aljanna,
namuomba Allah subhanahu wa ta'ala pepo, wa a'udhu bihi minan nar, na najieka mbali au najilinda kwa Allah subhanahu wa ta'ala kutokamana na moto. Angalia hapa Mtume alayhi salatu wasalam anatuonesha mambo mawili, hiyo khaufan au khauf wa tam'an au raja. Mtume alayhi salatu wasalam anamuomba Allah subhanahu wa ta'ala pepo, bimaana ana matarajio, anatamani pepo kuipata kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha vile vile anamuomba Allah subhanahu wa ta'ala anajilinda kwa Allah tabaraka wa ta'ala kutokana na adhabu, bimaana anaomba Allah subhanahu wa ta'ala amuondoe, amweke mbali na moto, na hii ni khaufu ya Mtume alayhi salatu wasalam kwa adhabu ya Allah tabaraka wa ta'ala. Ndugu Muislamu, unatakiwa ujue ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala unapomwabudu yapatikane mambo haya yaliyotajwa na muallif rahmatullahi ta'ala alayhi. Tumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala tukiwa na khaufu na rajaa kwake. Lakini al-ibadatu al-kamila, ibada iliyo kamili, la tanhasiru fi al-khawfi wa tam' faqat au tam' faqat. Ibada iliyo kamili haiishii kwenye wewe kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala ukiwa na khaufu na unatamaa na matarajio peke yake, haiishii hapo. Lakini ni wajib kwa kila mtu anapoifanya ibada iwe ndani yake kuna mahabba waraja wal khawfu. Lazima awe na mahabba na awe na matarajio, ndio hiyo tam, awe na tamaa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, vile vile awe na khawfu min iqabihi jalla wa ala, awe na kuwa na uoga kutokamana na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo falmu'min yajma'u baina al-khawf min adhabihi wal-raja fi rahmatihi ma'a al-mahabbati lillahi lidhatihi. Kwa hiyo mu'min anakuwa ni mwenye kukusanya baina ya khawf kutokamana na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala, al-khawf min adhabi, awe na uoga kutokamana na adhabu ya Allah tabaraka wa ta'ala, waraja fi rahmatihi, na awe na matarajio na rehma za Allah subhanahu wa ta'ala, ma'al hubbi lillahi lidhatihi, pamoja na kwamba anampenda Allah subhanahu wa ta'ala, pamoja na kwamba ana mahabba na Allah tabaraka wa ta'ala. Falmahabbatu hiya ar-ra'su wal khawfu war raja huma al-janahan. Mahabba ndiyo kichwa, hibati fillah, ndiyo kilele. Mahabba ndiyo kichwa, wal khawfu war raja, na khawfu na raja, huma al-janahan, ni mbawa mbili. Kwa hiyo anatakiwa mtu anamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala akiwa na khawf, akiwa na raja, bali akiwa na mahabba na Mola wake, akiwa na mahabba na ibada anayoitekeleza kwa Mola wake. Huyu ndio Muislamu na mu'min ambaye anatekeleza ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala vile inavyotakiwa. Al-khawfu hibati fillah huwa al-khawfu min adhabi Allahi wa sakhti, ni kuwa na uoga kutokamana na adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala na hasira zake, ndio inaitwa al-khashya. Mtu anakuwa na uoga, wa huwa dafi lil'abdi, nayo inamdafi yule mja al-ibtiadi ala al-maasi, anakuwa mja anajieka mbali na maasi. Unapokuwa na hofu na Allah subhanahu wa ta'ala, bimaana khawfu min iqabihi wa adhabi, ukiwa na hofu ukimwogopa Allah subhanahu wa ta'ala kutokamana na iqabu yake na adhabu yake, ukajua kwamba adhabu ya Allah ni kali na inaumiza, kama vile alivyoeleza Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an kuhusiana wale watu ambao wako katika adhabu ya Allah tabaraka wa ta'ala, wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal. Allah subhanahu wa ta'ala anatueleza hali za watu wa motoni. Ukawa unazingatia aya hizi za Allah tabaraka wa ta'ala, anasema nao wale watu wa motoni watakuwa wanapiga ukelele ndani yake, ndani ya adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wanasema nini? Wahum yastarikhuna fiha, wanapiga ukelele ndani yake, rabbana akhrijna, e Mola wetu tutoe katika moto huu,
na'mal salihan, tuyafanye matendo mema, ghaira alladhi kunna na'mal, bali na yale ambayo tulikuwa tukiyafanya huko duniani. Angalia hapa, ndio wametambua ya kwamba ndio wamekuwa na hofu na ile adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala, ya kwamba tungeyafanya mema tusingekuwa katika adhabu hii. Kwa hiyo ile hofu mja anapokuwa nayo inampelekea yeye kuwa mbali na maasi, kuwa mbali na yale aliyoyakataza Allah subhanahu wa ta'ala, kuwa mbali na yale ambayo itakuwa ni sababu ya yeye kuingia katika adhabu na iqabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala anawajibu watu wanakuambia, awalam nu'ammirukum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar, hivi hatukuwapa umri ambao atakumbuka yule mwenye kukumbuka. Wajaakumun nadhir, kisha akawajilieni nyinyi muonyaji, akawa nyinyi muonyaji yuko na nyinyi. Fadhuqu fama lidh-dhalimin min nasir, basi ionjeni adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala, hakika wale madhalim hawana mtetezi siku hiyo ya kiyama ndani ya adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo alkhawfu inampelekea mtu anakuwa mbali na maasi na yale yanayomuudhi Allah subhanahu wa ta'ala. Au at-tam'u au ar-raja, kuwa mtu na tamaa anapomwabudu Allah na tamaa na kutarajia, huwa ar-raja'u fi rahmatillahi wa thawabihi wa jannatihi, ni kule mtu kuwa na matarajio na kutarajia rahma za Allah subhanahu wa ta'ala, na akawa na matarajio na thawabu za Allah tabaraka, yani bimaana kupata thawabu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Unapoifanya ibada, unaifanya ibada unatarajia malipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Usifanye tu kwa sababu watu wanafanya, wewe ukawa unafanya ibada. Muumini hana sifa hii ya kufanya ibada tu, wacha ni swali, wacha nitoe lawama. La, unaswali ukiwa unatarajia malipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Unasali ukiwa unatarajia rehema za Allah subhanahu wa ta'ala. Usiwe unaswali tu wewe kwa sababu watu wanasali, hujui kwa nini unasali. Na haya ni makosa ya wengi kati yetu. Tunafanya ibada za Allah subhanahu wa ta'ala bila ya kutarajia, bila ya kuwa na matarajio mazuri kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Bali mu'min anatakiwa awe na dhana nzuri kwa Mola wake. Ndio Allah subhanahu wa ta'ala asema katika hadithi kursi, mimi nipo katika dhana ya mja wangu anavyonidhania. Kwa hiyo unapoifanya ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala ukawa una dhana ya kwamba Allah huenda asikubali ibada ile, wacha tu ni swali, la. Lakini ukiwa una matarajio na unatarajia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, bila shaka Allah subhanahu wa ta'ala atakulipa. Kwa hiyo mu'min anatakiwa awe na jambo hili pia la raja. Ama alhubbu, jambo la tatu ni kuwa na mahaba, huwa aslu al-ibada, nayo ni asili ya ibada. Fallahu ahaqu an yuhabba lidhatihi, na Allah subhanahu wa ta'ala ndio anastahili kupendwa kwa dhati yake. Kama qala ta'ala, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, yuhibbuhum wa yuhibbuna. Angalia, Allah subhanahu wa ta'ala ametanguliza mahaba yake kwa waja wake. Yuhibbuhum, Allah subhanahu wa ta'ala anawapenda waja wake waumini, wa yuhibbuna, na hao waumini wanampenda Allah subhanahu wa ta'ala. Katika sifa ya waumini wanampenda Allah subhanahu wa ta'ala kisawasawa. Kwa hiyo mu'min anatakiwa ayakusanya mambo haya matatu: anakuwa na mahaba, anakuwa na raja, anakuwa na khawf. Ukiwa wewe unamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na mahaba tu, hauna khawf wala raja, ndio wale wanaozua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kwamba wao wana mapenzi, wanampenda sana Mtume alayhi salatu wassalam, wanampenda sana Allah tabaraka wa ta'ala, wanapituka mipaka katika mapenzi yao, wanasahau kwamba kuna khawf, kumwogopa Allah kwa wale wanayofanya. Ikiwa ni ya kheri wanayafanya, fabiha wa ni'ma, lakini ikiwa ni ya shari, wawe na hofu ya kwamba haya tunayoyafanya ikiwa si yale aliyotufundisha Allah na mtume wake, basi tuna adhabu mbele ya Allah tabaraka wa taala. Wao wanaweka mapenzi katika ibada zao, na kuna wale wanaomwabudu Allah na hofu peke yao, kama wale khawarij. Khawarij wao wana hofu kubwa katika ibada za Allah subhanahu wa ta'ala, na vile vile kuna wale wanaomwabudu Allah na raja peke yake kama al-murji'a, na tutakuja kujua biidhnillah tabaraka wa taala
watu hawa ni watu wa sampuli gani. Kwa hiyo muumini wa sawa na muislamu wa sawa ambaye katika aqida sahiha na aqida salima anatakiwa maabudu Allah subhanahu wa ta'ala akiwa amekusanya mambo haya matatu. Ewe muislamu, yashike mambo haya na yawe ndio yapo katika moyo wako sasa hivi. Ikiwa ulikuwa unajui, ujue kama unapofanya ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala yapatikane mambo haya matatu. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie ni wale ambao watayasikia khairi na kuyafanyia kazi. Innahu waliyu dhalika wal qadir alayhi. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.